vikao vikahamishiwa kwenye ukumbi wa Anatogro, upo kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja katikati pale. Ninaamini halmashauri ya Ilala wanafanya vikao pale madiwani. Ukumbi wa tatu ni ukumbi wa Freemasons. Ukumbi huu upo nyuma ya hoteli ya Kilimanjaro Kempiski, ama unaweza kusema unapoelekea BOT uko upande wa kushoto. Lakini wengi wanajiuliza sasa, ukumbi wa Freemason afu bunge linatumia. Kipindi hicho haukuwa na shughuli hizo. Familia ya Saa and Chande waliazima serikali kwamba bunge lifanyie vikao pale. Baadaye wakapata ukumbi wa kisasa zaidi kuliko kumbi zote. Ulikuwa ukumbi wa Karimjee ama Karimjee 1955. Ukumbi huu umetumika kwa miaka mingi mpaka mwaka 1995. Lakini kuna ukumbi mwingine Dodoma ulianza kutumika kabla ya hiyo 95. Ukumbi wa chama cha TANU, baadaye tuliita ukumbi wa Chama cha Mapinduzi. Ukumbi huu ni hapo White House. Walitumia kuanzia mwaka 1974 mpaka 1995. Hii mara baada ya kurejesha mfumo wa vyama vingi, wakasema tusitumie ukumbi wa chama kimoja. Kwa wakapata ukumbi huru ambao sasa tunaita ukumbi wa Pius Msekwa. Ukumbi huu uko hapa karibu, na waheshimiwa bunge wote mmeshauona ule ukumbi wa mviringo pale, unaitwa ukumbi wa Pius Msekwa. Na ukumbi huu uliacha kutumika kama ukumbi wa vikao vya bunge mwaka 2006 baada ya kupata ukumbi huu wa kisasa kabisa, ambao kwa mwaka 2006 kwa Afrika nzima ulikuwa ni ukumbi namba 3 kwa ubora kwa kumbi za bunge. Ila Malawi wajanja walikuja kuomba kupata kidogo ramani ya ukumbi huu, wao wakaboresha zaidi ukumbi kidogo, lakini bado ni ukumbi wa kisasa kabisa. Na ukumbi huu kihistoria ndio ukumbi pekee ambao umejengwa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wabunge. Kumbi zingine zote tulikuwa ama tunaazima au tunapewa
Mafundi mitambo watunge basi tusikilize ya nje. Mheshimiwa wabunge, kufika kama ni wimbo wa taifa na imbo ndio maana nimenyamaza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akimaliza kukagua gwaride la heshima ataelekea kwenye chumba cha spika ambako kuanzia pale sasa misafara itaanza. Na jinsi ambavyo niliwatangazia nitarudia kwa kutangaza hivyo hivyo na tutakuwa tukisimama misafara ikiingia. Na
anapotajwa mpambe wa bunge ataongoza, na yeye ataita hivyo hivyo, na atataja majina ya kiongozi anayemuongoza, anayemtangulia mbele. Atatamka kabisa hivyo. Kama ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar atatamka hivyo, kama ni Mheshimiwa Naibu Spika atatamka hivyo. Wataingia na wataketi, nitakuwa naelekeza watakaokaa.
Waheshimiwa Bunge, mlipoanza kupiga makofi wakati ule nilikuwa sijaangalia kwenye screen, nikadhani napigiwa mimi. Kidogo ni vimbe hapa, lakini nashtuka naona kumbe Mheshimiwa Rais ndo anawasili. Asanteni sana. Niwakumbushe nilianza kuzungumzia spika kwanza mwaka 1953. Huyu alikuwa Mwingereza, alikuwa anaitwa Brigadier Sir William Scapam. Na spika wa pili mwaka 1958 alikuwa anaitwa Sir John Harry Buckley, Mwingereza pia. Ila sasa tuna spika watatu. Huyu spika ana historia yake nzuri na ni Karimjee. Nafasi yake hiyo ilishia 62, tukampata spika Chief Adam Sapi Mkwawa, na yeye ana historia ya kipekee sana. Ameongoza kiti cha spika kwa miaka karibu 30. Chief Adam Sapi Mkwawa, ningemuuliza Mheshimiwa Sanga hapa kwamba alikuwa anatoka Mbeya. Alikuwa ni chief kutoka Kalenga na alikuwa ni chief wa Wahehe, na alikuwa anakataa kabisa kugombea jimbo la Kalenga. Anasema yeye ni spika, ni chief wa Wahehe wote wako mkoa wa Iringa. Kwa hiyo anakuja anagombea uspika na anapata uspika, katiba kisha inampa ubunge. Huyu Mkwawa alianza 62 mpaka 73. 73 Mwalimu Nyerere akampa jukumu la kuanzisha ustawishaji makao makuu. Iliundwa wizara kabisa mpya ya ustawishaji makao makuu Dodoma. Wakati harakati za kuhamia Dodoma serikali zimeanza. Kwa hiyo akawa ndiye waziri wa wizara. Lakini 73 hiyo wabunge wakamchagua Chief Erasto Andrew Mbwana Mang'enya, chief wa Wabondei kutoka Muheza, na alikuwa huyo ni mbunge wa muda mrefu sana. Muda ungelikuwepo ningelizungumzia pia sifa yake. Mwaka 1938 ana degree yake. 1938 amekuwa pia balozi wa kudumu Umoja wa Mataifa 63-64, Chief Mbwana Erasto Mang'enya. Lakini alikuwa spika 73 mpaka 75. 75 akarejea tena kwenye kiti cha spika, wakamchagua Mkwawa tena, Chief Adam Sapi Mkwawa, mpaka mwaka 1994 alipoamua kwa hiari yake kujiuzuru. Alisema sababu zake ni umri umeenda, lakini pia afya ni mgogoro, na akajiuzuru kwa hiari yake kabisa 1994. Wakamchagua Pius Chipanda Msekwa akawa spika 94, ambaye Pius Msekwa akamaliza mpaka 2005. Lakini pia ni hazina ya Tanzania. Pius Msekwa alikuwa msaidizi wa katibu wa bunge au katibu msaidizi mwaka 1960 akiwa ametoka kumaliza digrii yake Makerere. Mwalimu Nyerere akamwita na akampa kazi kwamba awe msaidizi wa katibu wa bunge. Wakati huo katibu wa bunge alikuwa Mwingereza, alikuwa anaitwa William Hux. Sasa Msekwa akawa msaidizi wake, lakini 1962 Msekwa akawa katibu wa bunge. Baadaye akaja kuwa mbunge kupitia viti vya mikoa. Wakuu wa mikoa wa zamani walikuwa wanakuwa wabunge. Baadaye akaja kuwa naibu spika wa Mkwawa, na 94 ndipo akachaguliwa kuwa spika mpaka 2005. 2005 Mheshimiwa Bunge, nawakumbusha tu kwamba spika Mheshimiwa Samuel John Sita 2005 mpaka 2010. 2010 Mheshimiwa Anne Semamba Makinda. 2015 Mheshimiwa ni hayati Job Yustino Ndugai. Na baada ya Yustino Ndugai 2022 Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson. Na siku chache zilizopita katika mkutano kikao cha kwanza, wabunge wamefanya kazi ya kumchagua spika mpya, Mheshimiwa Musa Azan Zungu. Asanteni.
Dua ya kuombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Twakuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa, tukae. Chini ya kanuni ya 41 fasili ndogo ya pili, kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025. Waheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa ibara 91 kifungu kidogo cha kwanza cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kanuni ya 30 kifungu kidogo cha kwanza kifungu cha I ya kanuni za bunge, napenda kujulisha kwamba leo siku ya Jumaa tarehe 14 Novemba 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan atalihutubia bunge katika kulifungua rasmi bunge jipya la 13 baada ya shughuli zote za uchaguzi wa spika wa bunge kuapa, kupitisha jina la waziri mkuu na uchaguzi wa naibu spika kukamilika. Waheshimiwa bunge, kama mnavyofahamu, siku kama hii huwa tunaalika wageni mbalimbali ili kushuhudia tukio hili la kitaifa, na kama ambavyo mtakumbuka, jana tulitengua kanuni zetu za bunge ili kuwezesha wageni kuingia ukumbini. Kwa muktadha huo, ninasitisha shughuli za bunge kwa muda ili niruhusu wageni wetu waanze kuingia ukumbini, na mimi nitaenda kumpokea Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, wakati wageni wetu wakiingia ukumbini, waheshimiwa wabunge wote mtaendelea kutulia kwenye viti vyenu. Waheshimiwa wabunge, baada ya taarifa hii nasitisha shughuli za bunge mpaka muda mfupi ujao. Asanteni sana. Utatanguliwa na mpambe wa bunge Bwana Mohamed Msangi, ni wa spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mheshimiwa Zubair Al-Maulid, na makatibu mezani Monica Mwaga, Pil Omar na Emmanuel Mpanda. Huo msafara wa kwanza utakwenda kuketi
viti vilivyopo kushoto kwa kiti cha spika. Mpambe wa Bunge Bwana Mohamed Msangi akimwongoza Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mheshimiwa Alhaji Zubeir Al-Maulid, na anafuatiwa na makatibu mezani Monica Mwaga, Pil Omar na Emmanuel Mpanda. Wanakwenda kuketi kushoto kwa Spika. Msafara utakaofuatia ni wa pili, utatanguliwa na mpambe wa Bunge Bwana Shukuru Mkelenga. Ni msafara wa Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Mcheche Masaju, akifuatiwa na Jaji Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamis Ramadhan Shaban, na makatibu mezani Michael Chikokoto, Aziza Makwai na Neema Msangi. Mheshimiwa, naomba tuketi. Tuliambie tutulie. Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamis Ramadhan Shaban, na wapambe wa Bunge Michael Chikokoto, Aziza Makwai na Neema Msangi. Msafara wa tatu unatanguliwa na mpambe wa Bunge Sabi Rutiginga, ukiwa ni msafara wa Naibu Spika Mheshimiwa Daniel Barani Silo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makatibu mezani Yona Kirumbi, Bakari Kishoma na Zainab Isa. Msafara huu ukifika, watakwenda kuketi viti vilivyopo kulia kwa kiti cha Spika. Kuliwa na mpambe wa Bunge Bwana Hamza Idrisa. Huu ni msafara wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, akifuatiwa na makatibu mezani Bwana Mkuta Masoli, Ruth Makungu, Athman Hussein na Asia Minja. Msafara huu utaketi kulia kwa kiti cha Spika.
Mheshimiwa Bunge, msafara wa 5 utatanguliwa na mpambe wa Bunge Bwana Peter Magati. Msafara huu ni wa Spika wa Bunge Mheshimiwa Musa Azan Zungu, akifuatiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na katika msafara huo yupo Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard na makatibu mezani Aziza Heri na Joshua Chamwela. Mheshimiwa Tukani. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, karibu kwenye uzinduzi wa bunge letu. Kwa mujibu wa katiba na kanuni zetu za bunge. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako nikuombe nianze kutangaza wageni ili baadaye nikukaribishe utuhutubie na kulizindua rasmi bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo siku ya Ijumaa. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba nianze. Wageni waliopo kumbini leo: viongozi wa kitaifa, Mheshimiwa Balozi Daktari Malo John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti Mheshimiwa Hamid Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa George Mchechu Masachu, Jaji Mkuu wa Tanzania.
Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdalla, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika Baraza la Wawakilishi. Wageni wakaa jukwaa la Spika, viongozi wa kitaifa wastaafu. Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4. Mheshimiwa Daktari Philip Isidore Mpango, Makamu wa Rais mstaafu. Mheshimiwa John Samuel Malecela, Waziri Mkuu mstaafu na Makamu wa kwanza wa Rais mstaafu. Mheshimiwa Frederick Tulu Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu. Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, Waziri Mkuu mstaafu na mzee wa Dodoma. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu. Mheshimiwa Anne Sembamba Makinda, Spika wa Bunge mstaafu. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Mhandisi Zena Ahmed Saidi, Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi. Mtendaji Mkuu wa Mahakama Profesa Lisante Ole Gabriel. Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule. Mheshimiwa Stephen Masatu Wasira, Makamu Mwenyekiti Chama cha Mapinduzi CCM Bara. Mheshimiwa Balozi Daktari Asha Rose Bigiro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Ndugu John Mongera, Naibu Katibu Mkuu Chama cha Mapinduzi CCM Bara. Ndugu Mohamed Said Mohamed, Naibu Katibu Mkuu Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar. Ndugu Adam Kimbisa, Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Dodoma. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote kwa pamoja.
wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wastaafu, ndugu Othman Rashid, Balozi Dr. Modestus Kipilimba, Diwani Athmani Msuya, Balozi Said Hussein Masoro, Balozi Ali Idi Siwa, ndugu Stephen Kaigai, katibu wa bunge mstaafu, wageni kwa kwenye jukwaa la spika, ndugu Abdul Azan Zungu, mtoto wa spika, ndugu Hanan Alfred, mke wa mtoto wa spika, ndugu Azim Deuji, Mheshimiwa Abdurrahman Kinana, spika wa kwanza wa bunge la Afrika Mashariki na makamu mwenyekiti mstaafu wa CCM. Ndugu Saidi Side, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ilala, ndugu Catherine John, mkurugenzi wa vijana Machinga Taifa, ndugu Steven Stanley Lusinde, mwenyekiti wa Machinga Kariakoo na makamu mwenyekiti wa Machinga Taifa, ndugu Stanley Wilson Kandawile, katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, jukwaa la kulia kwa spika, makatibu wakuu wa wizara, msajili wa vyama vya siasa na viongozi kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mabalozi na wadau maendeleo wa kimataifa. Tuna mabalozi kutoka nchi za Komoro, Rwanda, Indonesia, Zimbabwe, Saudi Arabia, Msumbiji, Sudan, Libya, Misri, Afrika Kusini, Ethiopia, Oman, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burundi, Cuba, India, Angola, Italia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki, Kenya, Qatar, Korea, Iran, Brazil, Algeria, Vietnam, Syria, Jamhuri ya Demokrasia ya Korea, Sahrawi, Sweden, Slovakia, Uingereza, Morocco, Uholanzi, Ufaransa, Somalia, Umoja wa Ulaya, Hispania, Japan, Denmark, Uganda,
Ubelgiji, Urusi, Ireland, Uswisi, Finland, China, Norway, Poland, Marekani, Jamaica, Sierra Leone, Romania, Ugiriki, New Zealand, Jamhuri ya Czech na wadau wa maendeleo ya kitaifa. Wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki Yala wakiongozwa na mwenyekiti wao Mheshimiwa Angela Kiziga. Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma na wakuu wa wilaya za mikoa wa Dodoma. Wenza wa viongozi wa dini wa kitaifa na wa mkoa wa Dodoma. Jukwaa la kushoto kwa Spika. Wakuu wa mashirika ya umma binafsi, asasi za kiraia na taasisi za fedha. Viongozi wengine wa Chama cha Mapinduzi, wakuu wa idara na vitengo vya CCM. Wakilishi wa vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu. Wakuu wa taasisi za elimu Dodoma, wakuu wa taasisi na vyombo vya habari. Kwenye jukwaa la vioo ni familia ya Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa wabunge, nawashukuru sana kwa kuwapokea vyema wageni wetu muhimu wa kimataifa na wa ndani ambao wamekuja kushirikiana leo na sisi kwenye uzinduzi huu wa bunge letu hili la 13. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, sasa nakualika ulitubie bunge kama vile ulivyoelekeza. Asante. Asante. Waheshimiwa wabunge, asante. Waheshimiwa wabunge, asanteni sana. Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Samuel Malechela, Waziri Mkuu na Makamu wa Kwanza wa Rais mstaafu, Mheshimiwa Frederick Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Suleiman Abdallah,
Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Anna Makinda, Mheshimiwa Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Tulia Ackson, Spika mstaafu wa Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la Wawakilishi Mheshimiwa Daniel Baransilo, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Saidi Johari, Hamza Said Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, ndugu Baraka Leonard, Katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Injinia Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo hapa, makatibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa, wa jumuiya za kidiplomasia, ndugu Emmanuel Tutuba, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wageni wote waalikwa mliopo nasi, mabibi na mabwana, kazi na utu. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, naanza na wingi wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kutujalia uzima na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Kwa mujibu wa ibara ya 91 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana dhima ya kulifungua rasmi Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kwa msingi huo leo nipo hapa kulitumia Bunge ili kutimiza matakwa ya ibara hiyo. Kabla ya kufanya hivyo, nianze na jambo la huzuni lililotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote wa Bunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuwaombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae, tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani. Amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza sononeko hilo, nijielekeze sasa kukupongeza wewe Mheshimiwa Musa Azzan Zungu kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala na kupata imani ya waheshimiwa wabunge waliokuchagua kuwa spika wa bunge hili la 13. Ni imani yangu kuwa uzoefu wako katika bunge hili utakuongoza kusimamia utekelezaji wa shughuli za bunge kwa ufanisi mkubwa. Aidha, nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati Spika mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa kuliongoza vyema bunge la 12. Serikali inaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wa majukumu ya bunge hili la 13. Kwa kauli hiyo hiyo,
Nimpongeze pia Mheshimiwa Daniel Baram Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa bunge hili. Aidha, nirejee pongezi zangu kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameapishwa leo asubuhi. Niwapongeze pia waheshimiwa wabunge wote kwa kuaminiwa na Watanzania kuwawakilisha katika kazi ya adhimu ya kutunga sheria, kuishauri na kuisimamia serikali kupitia bunge hili la 13. Hongereni sana. Waheshimiwa wabunge, hii ni dhamana na dhima kubwa sana mliopewa na wananchi, na vivyo hivyo matarajio ya wananchi kwenu ni makubwa pia. Matarajio yao ni kuwa mtatumia muda wenu mwingi kuwa na mijadala inayoakisi raha na karaha wanazoziona, na mtasimamia na kuishauri serikali ipasavyo juu ya kutatua changamoto zao, na kwamba wakati wote mtajielekeza kulinda maslahi ya wananchi waliowachagua na maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa vigezo vyovyote vile bunge hili ni jipya. Takwimu zinaonyesha kuwa wabunge 223 kati ya wabunge 393 sawa na 56.7% ni wabunge wapya kabisa. Aidha, 45% ya wabunge wote ni wanawake. Wabunge wanawake asante. Hongereni sana wabunge wanawake. Mheshimiwa Spika, tunasogelea 50%. Tuko 40 point. Wabunge wanawake waliogombea majimboni safari hii ni 36 ikilinganishwa na wabunge 21 katika bunge lililopita. Takwimu hizi zinatueleza kuwa uchaguzi mkuu umeleta mabadiliko makubwa kwa kuongezeka kwa idadi ya wabunge wanawake walioshinda kupitia majimbo na kuongeza idadi ya wabunge wanawake wa viti maalum. Mheshimiwa Spika, uchaguzi mkuu wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wabunge, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani ulifanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu nchini kote. Watanzania kwa mamilioni walijitokeza kupiga kura na kuchagua viongozi waliowataka. Kazi iliyo mbele yetu sasa ni kujenga mshikamano na umoja wa kitaifa ili sote kwa pamoja tuijenge, tuitunze na tuilinde nchi yetu na kuzidi kunyanyua hadhi ya taifa letu. Nitumie nafasi hii kuwashukuru tena wananchi wa Tanzania kwa kujitokeza na kushiriki vyema kwenye hatua zote, kuanzia kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura, kuhakiki daftari na kupiga kura. Kwa mara nyingine tena, wananchi wamethibitisha kuwa kushiriki uchaguzi ndio njia ya uhakika na ya salama ya kubadilisha viongozi wasioridhika nao au wasioridhika na huduma zao. Njia nyingine zozote hazina kheri wala salama ndani yake. Niendelee kuipongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kuendesha vyema uchaguzi huu, mchaguzi mkuu wa kwanza tangu kuundwa upya kwa tume hiyo. Safari hii wakurugenzi wa halmashauri hawakusimamia uchaguzi, wala hakuna mgombea aliyepita bila kupingwa. Sisi tuliogombea na vyama vyetu hatukukosa viwanja vya kufanyia mikutano yetu. Kwa ujumla kampeni zilikwenda vyema. Aidha, utaratibu uliofanyika wa kuongeza vituo vya kupigia kura ulisaidia sana kuondoa msongamano katika vituo hivyo. Kwa hakika upigaji wa kura ulirahisishwa sana na haukuchukua muda mwingi wa wananchi kama ilivyozoeleka. Jambo hili limewafanya baadhi ya waangalizi wa uchaguzi kudhani kwamba wananchi hawakujitokeza kupiga kura. Mheshimiwa Spika, pamoja na kuwa uchaguzi ulifanyika, kulitokeza vurugu za uvunjifu wa amani
ambao ulisababisha uharibifu wa mali, kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi. Tunapoenda mbele, ni wasihi sana wa Tanzania tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. Kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania. Sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa. Hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Asante Mheshimiwa wabunge, nashukuru. Waheshimiwa wabunge, ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo. Wanaimba kwa kufuata ushabiki. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa, na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie waende kwa wazazi wao. Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34 yanasema, na hapa nanukuu, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti. Haina formula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii
tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa. Kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka 5 mwaka huu 2025 mpaka 30, moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hivyo basi kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kuwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 iliendeleza tulioanza katika awamu ya 5, na hivyo kauli mbiu yake ilikuwa kazi iendelee. Ninyi ni mashahidi, waheshimiwa wabunge, kuwa kazi iliendelezwa na mengi yalikamilishwa. Kama nilivyoeleza katika hotuba ya kufunga bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Juni mwaka huu 2025, niwahakikishie katika miaka 5 ijayo tutalinda na kuendeleza mafanikio haya pamoja na kuleta mafanikio mengine na makubwa zaidi. Katika kipindi cha kampeni, mimi na mgombea mwenza tulitembea nchi yote kuomba kura na tukisikiliza na kuyabeba matakwa na mahitaji ya wananchi katika kujenga nchi yetu kwa maisha bora zaidi ya baadaye. Tuliwaahidi kuwa wakitupa tena dhamana ya kuongoza taifa letu, tajielekeza katika kutekeleza kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Yaani kuhakikisha kuwa jitihada zozote tunazozichukua za kuleta maendeleo nchini zitalenga kuinua, kuongeza thamani ya utu wa watu wetu wa Tanzania. Hakika tulisikiliza na kuelewa matamanio ya wananchi ya kupata serikali inayoshughulikia changamoto zao kama vile suala la gharama za maisha, kuongeza fursa za kazi na ajira ili waweze kujiendeleza kiuchumi na kuimarisha ustawi wa jamii zetu. Nataka niwahakikishie kwamba serikali itachochea upatikanaji wa fursa za kiuchumi na kujenga matumaini kwa vijana, wanawake, makundi ya watu wenye ulemavu na hata wazee kuanzia mijini mpaka vijijini. Mheshimiwa Spika, na masuala ambayo niliahidi wananchi kuwa tutaanza kuyafanyia kazi ndani ya siku 100 za mwanzo za kazi. Kwanza kabisa linahusu utumishi na utawala bora, nalo ni suala la uundwaji wa serikali. Niliahidi wananchi kuwa serikali nitakayoiunda itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi moja kwa moja. Hivyo basi ni lazima viongozi wa serikali kwa ngazi zote kuanzia mawaziri hadi maafisa tarafa wawe karibu na wananchi ili kuweza kufahamu changamoto zao na kuwajibika kwao. Kwa kuwa ahadi tulizozitoa ni nyingi, matamanio ni mengi, matarajio ni makubwa na muda wa kuyatimiza haya ni mchache, tutaongeza kasi ya utekelezaji wa mipango ya serikali ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Na yasema haya mapema kwa watendaji waliopo serikalini, na mmeona makatibu wakuu wako hapa, na wale nitakaowateua kwa ajili ya kujitayarisha kisaikolojia na kujipanga vyema kufanikisha malengo hayo. Wananchi wanahitaji mabadiliko chanya kwa maendeleo. Watendaji msipobadilika,
Watendaji msipobadilika kuendana na matarajio ya wananchi, tutawabadilikia. Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya kufunga kampeni tarehe 28 mwezi wa 8 2025, nilitaja mambo ambayo serikali ingeanza nayo ndani ya hizo siku 100. Tuliahidi kutoa ajira kwa fani za sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya 12 tangu muhula huu wa pili wa awamu ya 6 uanze, tayari tumeshatangaza nafasi za ajira 7,000 za walimu na nafasi za ajira 5,000 za watumishi wa sekta ya afya. Hatua hii ni mwanzo wa kujibu kiu ya wananchi ya kuboresha huduma za afya na elimu. Katika hatua nyingine, tunajiandaa kuanza kwa majaribio bima ya afya kwa wote. Serikali itakuja kwenu waheshimiwa wabunge na mapendekezo ya namna ya kufanikisha majaribio hayo. Na niwaombe muyaunge mkono mapendekezo hayo ambayo yatakuwa mwanzo wa mageuzi katika upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wote nchini. Tunadhamiria kuviunganisha vituo vya huduma za afya kidijitali na kuhakikisha vinakuwa na vifaa na huduma za viwango stahiki kwa kila ngazi husika. Tunakusudia kuweka viwango vinavyofanana ili watumiaji wa bima ya afya mjini na vijijini wawe na huduma zinazolingana. Katika hatua nyingine, nimeshaelekeza Wizara ya Afya kusimamia maelekezo ya kutozuia maiti kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, wakati familia zikiendelea na taratibu za kulipa deni la matibabu kwa njia zinazolinda utu wao. Niseme kwamba ni kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote, kadhia hii ya kuzuia maiti unakwenda kukomeshwa, kwa sababu gharama za matibabu zitalipwa na bima ya mtu anayekwenda kutibiwa. Niwasihi wananchi wote kuweka kipaumbele kwa afya zetu, kwa kila mmoja wetu kuwa na bima ya afya pamoja na wanaomtegemea. Mheshimiwa Spika, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imeahidi, na mimi nilitangaza ahadi hiyo, kwa nitaunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, tokana na uvunjifu wa amani uliotokea nchini, tunahitaji kwanza kufanya tathmini ya kina ili tujue kiini cha sababu ya kadhia hiyo, na ndipo tuunde tume ya maridhiano. Katika muhula wa kwanza wa awamu ya 6 tulikuja na falsafa ya R 4 ili kuliunganisha taifa. Serikali ilionyesha utayari wakati wote kuleta maridhiano ili kwa pamoja tuweze kujenga na kulitunza taifa letu. Serikali ilinyoosha mkono na kuwavuta na kuwakaribisha vyama vya siasa, vyama vya kijamii, sekta binafsi na hata jumuiya za kimataifa ili kwa pamoja tuijenge Tanzania. Waheshimiwa wabunge, mkono huo wa urahimu ulileta matumaini kwa nchi. Kabla ya baadhi ya wadau kuamua kuuachilia au kuuputa mkono huo, kwa kuwa wananchi wa Tanzania wamenipa ridhaa ya kuendelea kuongoza nchi hii, sitachoka kunyosha tena mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa watapokea kwa dhati mkono wa maelewano ili kwa pamoja tujenge mazingira muafaka kwa maendeleo ya taifa letu. Tutajifunza kutokana na makosa na mapungufu ya taasisi zetu za kidemokrasia. Tanzania ina uzoefu wa miongo mingi ya kidemokrasia na amani. Tanzania ina demokrasia iliyokomaa. Hata hivyo, tunaendelea kuboresha
kulingana na mazingira na wakati. Ni jukumu letu sasa kujielekeza kwenye maboresho hayo kwa utashi wetu bila shinikizo lolote. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hapo. Tanzania imekuwa na miongo mingi ya kidemokrasia, limekuwa ni taifa la amani na utulivu wa kisiasa. Neno demokrasia linaweza likatafsiriwa katika nchi yoyote ile, lakini sisi ni wakomavu wa demokrasia. Pamoja na hayo, katika safari yetu ya kuendesha Tanzania kidemokrasia, tuko tayari kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, niwaombe makundi yote ya Watanzania, hasa vyama vya siasa, tukae pamoja, tuzungumze, tuangalie tumekosea wapi, turekebishe, tuende na safari yetu ya taifa lenye amani na utulivu. Na hayo yatafanyika kwa kufuata mila, desturi zetu, miongozo yetu, kanuni zetu, mitindo yetu ya maisha, na sio kwa shinikizo. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa zaidi ya 60% ya watu wa nchi hii ni vijana, tutaweka kipaumbele kwenye sera na programu zitakazopanua fursa za kiuchumi, kutengeneza kazi na ajira, kuongeza wigo wa hifadhi za jamii na kuwajengea kesho iliyo bora. Ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu, tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Asante sana Mheshimiwa wabunge. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Vile vile ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya Rais. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri ya kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa. Aidha, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana, yani Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwekezaji kwa biashara za vijana. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo niliyoyaeleza, kuna mengi zaidi ambayo tumejipanga kuyafanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ni dhima ya serikali kuendeleza ukuaji wa uchumi, na katika kipindi hiki tutaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 mpaka 2050, tukilenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Dira mpya imeweka vigezo vya kuchagua sekta na maeneo ya kupewa kipaumbele yaliyobainishwa kwenye andiko la dira yenyewe. Kati ya mikakati itakayofanywa kazi ni kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi, na miongoni mwa sekta hizo ni kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na madini. Malengo yetu ya kiuchumi ni kupandisha kasi ya ukuaji wa uchumi toka 5.6% ya sasa hadi zaidi ya 7%
kuelekea mwaka 2030. Ukuaji huu utaiwezesha serikali kuboresha huduma za kijamii na kujenga miundombinu wezeshi ya kiuchumi. Tutaimarisha masoko ya mitaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji badala ya kuweka mzigo mkubwa kwenye deni la taifa. Mwelekeo wetu ni kukua kwa pamoja kwa uchumi unaogusa maisha ya mtu mmoja mmoja, yani microeconomy, na kukua kwa uchumi jumla, yani macroeconomy. Mheshimiwa Spika, mtakubaliana nami kuwa sekta binafsi ni nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi, hususan sekta binafsi ya ndani. Tutaboresha zaidi mazingira ya biashara nchini kwa kukamilisha utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara, yani Mkumbi. Aidha, tutatekeleza mapendekezo ya tume niliyoiunda ya kuboresha mifumo ya kodi nchini ili kuwapatia wafanyabiashara wetu wepesi katika kufanya biashara zao. Tutaendelea kuweka nguvu zaidi kudhibiti mfumuko wa bei za bidhaa, ambayo ni hatua muhimu katika kupunguza gharama za maisha ya wananchi. Pia tutaweka motisha kwa viwanda vya ndani ili viweze kuzalisha kwa gharama nafuu na kuuza kwenye soko la ndani na nje. Tutaongeza vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi ili kuchochea uzalishaji na kukuza ushindani wa bidhaa za ndani. Mbali na mikopo, tutafungua fursa mahsusi kuhamasisha vijana na wamiliki wa biashara ndogo ndogo kupata elimu ya biashara na kuweza kujisajili katika mfumo wa kielektroniki wa manunuzi ya serikali, yani TANSIS. Vile vile, kupitia vyuo vyetu vya ufundi stadi VETA, tutaongeza programu maalum za mafunzo ya ufundi stadi na kuunganisha programu hizi na miradi ya kimkakati kama reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari, uchumi wa buluu, madini na gesi, ili vijana hawa wapate uzoefu na waweze kuajirika. Kwa watakuwa VETA wanasoma na wanakwenda kufanya mazoezi kwenye miradi mikubwa hiyo. Serikali itaanzisha kanda za kuendeleza ujuzi zitakazowezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika katika makampuni ya sekta binafsi na kuangalia uwezekano wa kutoa vivutio maalum kwa makampuni yatakayotoa nafasi nyingi za ajira kwa vijana. Aidha, tutaweka mazingira ya kuhakikisha tunakuza vijana kwenye uongozi kwa kuwezesha vyuo vyetu kufanya mafunzo ya ulezi, mentorship, na ukuzaji wa vijana viongozi. Tutaitazama mikopo ya 10% ya makusanyo ya halmashauri zetu ili kuboresha upatikanaji wa mikopo hiyo kwa walengwa. Vile vile, ni vyema walengwa wakajua kwamba fedha hizi ni mkopo na sio msaada, ni mbegu na sio mavuno, na ni mtaji na sio ruzuku. Hivyo marejesho na tija yake lazima ionekane. Matamanio yangu ni kuona ifikapo mwaka 2030 tuwe tumetengeneza wawekezaji vijana ambao watatoa ajira kwa vijana wenzao. Mheshimiwa Spika, kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa maendeleo, tutahamasisha ufadhili wa biashara za wanawake ili kuwasaidia wanawake wanaofanya kazi kwenye masoko. Tutaongeza na kuratibu kwa karibu mifuko ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ili kurasimisha biashara zao na kuwawezesha kukopesheka. Tutawekeza katika kuboresha miundombinu ya masoko, mifumo ya maji safi na maji taka, huduma za afya na vituo vya matunzo ya watoto kwenye masoko. Katika hatua nyingine, tutalipa kipaumbele suala la kutenga maeneo ya biashara kwa wafanya biashara wadogo
na wakati ili serikali iwatambue na kuwarasimisha ili waweze kufanya kazi zao bila bughudha na wachangie kwenye pato la taifa. Kwa rasilimali ambazo nchi yetu imebarikiwa na nguvu kazi kubwa tulionayo, ninaamini tunaweza kabisa kujipanga na kufikia lengo hilo. Kwa kufanya hivyo, ndio tutafikia lengo letu la kuzalisha ajira milioni 8 katika sekta mbalimbali fikapo mwaka 2030. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa huduma za kijamii, maendeleo makubwa yamepatikana kwenye sekta ya maji, ambapo hali ya upatikanaji wa maji ilipanda kutoka 84% hadi 91.6 mijini na kutoka 70.1 hadi 85% vijijini. Tumefikia pazuri kuliko pale tulipokuwa mwaka 2021. Hata hivyo, azma ya serikali ni kufikia 100% ya upatikanaji wa maji safi, salama na ya uhakika. Hivyo basi tunakwenda kuongeza nguvu ili kuyafikia yale maeneo machache ambayo upatikanaji wa maji bado ni changamoto. Katika miaka 5 ijayo, tutakamilisha ujenzi wa gridi ya taifa ya maji ambayo itategemea maji kutoka Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Tutakamilisha miradi mikubwa ya maji inayoendelea ikiwemo mradi wa maji ya miji 28 na miradi mikubwa ya ujenzi wa mabwawa, bwawa la Kiwira, Mbeya, bwawa la Kidunda ambalo litahudumia Dar es Salaam, Morogoro na Pwani, na bonde la Rufiji ambayo pia itahudumia Dar es Salaam na Pwani. Vile vile mradi wa Same Mwanga Korogwe ambao utahudumia Kilimanjaro na Tanga, na upanuzi wa Capri Point kule Mwanza, kwa kuitaja kwa uchache. Mheshimiwa Spika, kwenye sekta ya afya, mbali na masuala ya bima ya afya kwa wote na ongezeko la ajira za watumishi wa afya ambao nimeshagusia, tutakamilisha ujenzi wa hospitali, vituo vya afya na zahanati zinazojengwa kote nchini. Tutaendelea kuboresha hospitali ya taifa ya Muhimbili na kuongeza uwezo wake kutoka vitanda 1435 vya sasa hadi vitanda 1757 ifikapo mwaka 2030. Itakapokamilika, itaweza kutoa huduma za kibingwa na kuwa hospitali ya kutumainiwa na kukimbiliwa katika Afrika Mashariki. Tutaongeza huduma za kibingwa za afya kwenye hospitali zetu za rufaa za mikoa na hospitali za rufaa za kanda ili kuwapunguzia gharama wananchi kutafuta huduma za rufaa nje ya mikoa yao. Tunataka badala ya kuwa na watu kuzifuata huduma ziwafuate watu. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuwekeza katika kujenga uwezo wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Tumejipanga kujenga hospitali moja kubwa ya kitaifa ya magonjwa ya mlipuko na tutaijenga kule mkoani Kagera. Vile vile tutajielekeza katika kuongeza uwezo wa uzalishaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi ili kupunguza uagizaji na kupunguza gharama za matibabu. Katika hili tutavishirikisha viwanda vya ndani, tutavihakikishia viwanda vya ndani soko la uhakika kupitia bohari ya madawa MSD. Hali kadhalika tutakuza utafiti, utambuzi na utoaji wa ithibati wa dawa zetu za asili. Baada ya uwekezaji huu, tutajielekeza zaidi kwenye kinga, yani preventive medicine, tofauti na tulivyo sasa kujielekeza zaidi kwenye tiba. Aidha, serikali inatambua mchango wa sekta binafsi katika utoaji wa huduma za afya, na ahadi yetu ni kuendeleza ushirikiano mkubwa na sekta binafsi.
Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sekta ya elimu, katika miaka 5 ijayo tunaanza utekelezaji kamili wa maboresho ya sera ya elimu inayosisitiza elimu ujuzi. Tutaendelea kuweka mkazo zaidi kwenye masomo ya sayansi na hisabati. Azma yetu ni kuongeza wanasayansi wabobezi katika eneo la sayansi ya data, akili unde, sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwanda. Tutatumia mfuko wa Samia Scholarship kusomesha wanasayansi hawa ndani na nje ya nchi. Jambo hili litakwenda sambamba na kukamilisha shule maalum za sekondari za wasichana za sayansi na zile za vipaji za wavulana katika kila mkoa. Ili kuhakikisha mitaala na silabasi zetu zinatekelezwa kikamilifu, tutaunganisha kwa njia ya kidijitali shule za vijijini na mijini ili kubadilishana uzoefu na taarifa. Kama tulivyoahidi wananchi, tutaongeza mikopo ya elimu ya juu, kwani kipindi hiki kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tutakuwa na kampasi za vyuo vikuu kila mkoa. Vile vile tutasimamia mpango wetu wa kuhakikisha kila wilaya ina chuo cha VETA chenye vifaa stahiki vya mafunzo kwa vitendo. Mheshimiwa Spika, nilishagusia suala la kuongeza walimu. Pamoja na walimu, tunaenda kuwekeza zaidi pia kwenye miundombinu ya shule za awali, shule za msingi na shule za sekondari mpya, pamoja na kuongeza madarasa kwenye shule zilizopo. Tunapotekeleza maendeleo jumuishi, tutaendeleza jitihada tulizozianza za kuweka miundombinu na vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.